الحمد لله الذي هدانا إلى المستقيم صراطا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي فضل بين المساجد رباطا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه والله جعل لكم الأرض بساطا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها المشاهدون الكرام, ndugu wapenzi watazamaji ambao mmejenga ada ya kutufuatilia siku zote kupitia chaneli zetu mbili, Abu Jadawi Online TV na Zainab Online TV. Awali ya yote kwanza tumshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye kwa uweza wake ametujaalia na kutuwafikia na kutuwazima pumzi tukaweza kukutana kwa mara nyingine katika darsa zetu muhimu, tukijuzana mambo muhimu yanayotaalaki na afya zetu lakini maisha yetu kwa ujumla. Na leo tutazungumzia hizi tiba za kishirikina, tiba za waganga wa kishirikina na wenye kutumia mazingaombwe, namna zilivyoanguka baada ya ujio wa tiba za kisunna na visomo vya ruqya. Na hapa tutamnukuu mwanawachuoni mkubwa min ulamai ahli sunnati wal jamaa. Tena mwanawachuoni huyu ni miongoni mwa wanawazuoni wa ahli sunnati wal jamaa, Sheikh Wahid Abdissalam Bali, katika kitabu chake Wiqayatul Insan min aljinni washaitan. Yeye anaelezea mporomoko wa hizi tiba za kishirikina, namna zilivyoporomoka baada ya ujio wa tiba za kisunna na visomo vya ruqya. Kayafungua maneno yake kwa kusema, laqad kana ilaju sihri wal massi maqsuran fi fatrati min az-zaman ala as-saharati wal musha'wadhina wad dajjalin. Kwa hakika hapo zamani hizi tiba za kutibu uchawi na miguso ya kishetani zilikuwa zimefupizika juu ya wachawi wenyewe na wale wenye kufanya mazingaombwe na waganga wa kishirikina. Na hii inasikitisha sana. Ikiwa mchawi ndiye aliyetengeneza ule uchawi akakuroga wewe, na huyu mchawi anawatumia mashaitani, na hawa mashaitani ndio mawakala wa wachawi kwa sababu wao ndio waliomfundisha mwanadamu uchawi, vipi unaweza ukaenda kwake kisha akutibu na ukapata manufaa kupitia tiba hiyo? Ni jambo lenye kushangaza, ni jambo lenye kusikitisha, ni jambo lenye kuhuzunisha. Na wengi waliokwenda kwa waganga wa kishirikina, kwa wachawi na wenye kutumia mazingaombwe, badala ya kutatua matatizo yao, ilikuwa ndio sababu ya kuongeza hayo matatizo. Kwa hiyo mwanawachuoni Wahid Abdissalam Bali anaelezea, anasema, laqad kana ilaju sihri wal masi maqsuran fi fatrati min az-zaman ala as-sahara wal musha'wadhina wad dajjalin. Hapo zamani tiba ya uchawi na miguso ya kishetani ilikuwa imefupizika kwa wachawi wenyewe na wenye kufanya mazingaombwe na waganga wa kishirikina. Wao ndio walikuwa wakiwatibu watu, hata rajati suquhum, mpaka ikafikia hadi lile soko lao likapata nguvu, wanafaqati bidhaatuhum, na bidhaa yao ikatoka mno. Wa kunta ma tafta baita sahiri illa raaita tawabira an-nasi hawlahu, na ulikuwa huwezi kuvuka nyumba ya mchawi au nyumba ya mganga wa kienyeji, mganga wa kishirikina, isipokuwa utaona kundi la watu wamemzunguka, yatulubuna indahu al-ilaji. Ukiuliza wanafanya nini, unaambiwa wanatafuta tiba kwake yeye huyo mganga wa kishirikina. Wayabtaghuna minhu shifa, na wanatafuta kutoka kwake ponyo.
fakana dhalika almandhari almuhin, ikawa hiyo mandhari yenye kufedhehesha, yaqta'u kabida kulli muslimi ghayuri, inakata maini ya kila Muislamu mwenye wivu na dini yake. Muislamu asiyekuwa na wivu na dini ataona kuwa jambo la kawaida, lakini yule Muislamu mwenye wivu na dini yake, wallahi atahisi maini yanacharangwa hivi. Wayaftiru kulla mu'minu muwahidi, na ikawa inamuumiza kila mu'min mwenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuona umma umepotea, unakwenda kwa wachawi, waganga wa kishirikina wenye kutumia mazingaombwe eti kwa ajili ya kutafuta shifa. Wa idha nasahtahum, lakini ulipokuwa ukichukua nafasi, fursa ya kuwanasihi hao wanaokwenda kwa waganga wa kishirikina, lawaw a'naqahum, cha kwanza watainamisha mashingo yao, lakini wakishanyanyua hivi wamekushapata jibu, na jibu lenyewe madha nasna, nyinyi tukataza tusiende huko kutafuta tiba, sisi tumerogwa, tuna miguso ya kishetani, dalili zote tunazo, tumekwisha kwenda hospitali kupimwa, ugonjwa hauonekani, kisha kuwa ugonjwa hauonekani, tunaumwa nini sasa? Madha nasna, mnatukataza kwenda huko, tufanye nini? Wa hal indakum hallu li hadha sihri, je, nyinyi munazo njia za kufungua uchawi huu tulionao? Au tariqatun li ikhraji hadha aljinni, au munazo njia za kumtoa jini? Manake zile dalili zote za masu tunazo. Okay, tusiende huko, sasa tufanye nini? Fa idha suila da'iya hadha sual, mlinganiaji yoyote wa Kiislamu atakapoulizwa swali hili au anapoulizwa swali hili, la yajidu jawaban shafia wala qawlan kafia, hawezi kupata jibu la moja kwa moja lililokaa wazi au kauli yenye kutosheleza ghaira Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Zaidi atasema, e Mwenyezi Mungu, waongoze hawa jamaa zangu, hakika wao hawajui kile wanachokitenda. Lakini ieleweke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukataza kujitibu kwa njia za kishirikina halafu asiweke njia nyingine inayokubalika kisheria. Ni jambo ambalo ni muhali katika dini. Lakini jambo jingine la kusikitisha, kuna baadhi ya tabia imedhihiri hii leo, na tabia yenyewe intasharat fi baadhi duwal, imeenea katika baadhi ya miji, wa hiya dhihabu ila alqasawasati fil kanais. Nayo tabia hiyo ni Waislamu kwenda kwa wachungaji makanisani, liilaji almasi wa sihri, kwa ajili ya kutafuta tiba ya miguso ya kishetani na miguso ya kichawi. Wanakwenda kuombewa huko kwa ajili ya kuondosha miguso ya kishetani na miguso ya kichawi. Na Waislamu wakishafika huko, fayamuruhumul qasawisatu bilubsi salibi, wale wachungaji wanawaamrisha wavae misalaba. Wayafaaluna dhalika ibtighaa shifaa bizamihim, na wao wanakuwa hawana hila, hawana ujanja tena, wanavaa hiyo misalaba kwa madai kwamba wao wanatafuta tiba. Ukiwauliza wasema sisi tumekwenda kule kwa ajili ya tiba, lakini pia wamevaa hiyo misalaba. Thumma yaqrauna alaihim taranima muayyana, kisha wale wachungaji wanawasomea maandiko maalumu, ambapo ndani yake maandiko hayo hayakubaliki kwa sheria zetu za dini ya Kiislamu. Wayatunahum awraqan biha shirkun adhim, na wanawapa makaratasi ambayo ndani yake kuna shiriki kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha katuainishia ya kwamba shirki ni katika akbarul kabairi, ni katika madhambi makubwa yenye kumwangamiza mtu. Hali hiyo ipo. Waislamu wanakwenda kwa ajili ya kuombewa, lakini pia wanakwenda kwa waganga wa kishirikina na wanatopea katika shirki. Wengine inakuwa ndio sababu ya kuwakuta vifo vyao wakiwa katika ushirikina. Walakin sha Allahu alqadir an yamhu hadhihi dhalama binuri alwahyain, lakini kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akataka kukifuta kiza hiki kwa nuru ya aina mbili za wahyi, wahyul Qur'an was sunna.
akafuta kiza hiki kwa wahi wa Qur'ani na wahi wa Sunna. Fadhahara al-ilaj biayati min al-Qur'ani al-Karim, kukadhihiri matibabu kupitia aya za Qur'ani tukufu, wa ahadithi min sunnati khatamin nabiyyin, na kupitia hadithi zinazotokana na mwisho wa manabii mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa ndipo lilipoanza soko la waganga wa kishirikina wenye kutumia mazingaombwe kuporomoka na kutokusimama tena. Ala yadi thullatin tayyibatin min ash-shabab al-mubarak, tiba hizi za kisunna zikawa zikifanyika kupitia mikono ya kundi la vijana wazuri waliobarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haithu bada'u yu'alijuna maradha al-masi wa sihri bil ilaji shar'iyya, kwa namna ambavyo wakaanza vijana hawa kuwatibu wagonjwa waliosibiwa na miguso ya kishetani au na miguso ya kichawi kwa kutumia matibabu ya kisheria. Fa idha bil jinani takhruju ala aidihim rahmatan min rabbihim, tahamaki ghafla majini wakawa wanatoka kupitia mikono ya hao vijana, hali ya kuwa ni rehma kutoka kwa Mola wao. Wa idha bisihri yafuku wa yabtil biidhnillahi ta'ala, tahamaki uchawi ukawa unafunguka na unabatulika kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika min fadlillah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim, hizo ni fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, humpa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa kubwa. Na hawa vijana wakawa wanafanya kazi hizi na hawachukui malipo ya aina yoyote, wala yakbaluhu, na hata ukiwapa wakati mwingine wanayakataa malipo hayo. Kwa nini wanafanya hivyo? Liannahum ya'tabiruna annahu baba min abwabi ad-da'wati ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa wao walikuwa wanazingatia kazi hiyo ya kuwafanyia watu visomo vya ruqya ni mlango miongoni mwa milango ya kuwalingania watu katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi walisilimu wakaona kwamba kumbe hii ndiyo dini. Kwa hiyo walikuwa wakiyafanya hayo kulingania watu kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakitegemea kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wama as'alukum alayhi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin, na mimi sikuombeni nyinyi malipo juu ya kazi hii, isipokuwa malipo yangu nitayapata mbele ya Mwenyezi Mungu mlezi wa walimwengu wote. Maneno haya yanapatikana katika sura Ash-Shu'ara aya ya 109. Lakini pia wakitegemea kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah, enyi jamaa zangu sikuombeni juu ya hii kazi ya kukulinganieni nyinyi katika kheri, sikuombeni mali, isipokuwa malipo yangu yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii pia ni aya 29 katika surati Hud. Wa dhalla al-amru ala dhalika, na likaendelea jambo kuwa katika hali hiyo, hata ntashara al-ilaju shar'iyyu, mpaka matibabu ya kisheria yakaenea. Na ndio maana tunaona leo vituo vingi vinavyoendesha zile dua za kisheria, yani visomo vya ruqya na tiba za kisunna, vituo ni vingi sana. Na kwa kweli walillahi alhamdu, watu wengi wanafanikiwa kujinasua kutoka katika dimbwi la miguso ya kishetani, miguso ya kichawi, lakini kuyaweka mambo yao kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Hali hiyo ikaendelea mpaka matibabu ya kisheria yakaenea. Fabadati daulatu sahara, ile dola ya wachawi ikaangamia. Wabarati bidhaatuhum, na zikadorora zile bidhaa zao. Wa aghlaka kathiru minhum abwabahum, na wengi miongoni mwao wakafunga vilinge vyao. Wa dhahabu yabhathuna an amalin akhar, na wakaenda kwa ajili ya kutafuta kazi nyingine, yaktatuna minhu, ili waweze kupata chakula na kuendesha maisha yao. Ndugu msikilizaji au mtazamaji, kuna mambo ambayo tumeyagusa hapa, ya kwamba vijana walipojitokeza kutangaza hii tiba ya kisuna hii, hawakuwa wakichukua ujira. Na kweli ni vizuri kufanya kazi hii pasina kuchukua ujira. Kwa nini? Kwa sababu ni babu min abwabi da'wa,
ni mlango katika milango ya kuwalingania watu ili waweze kushikamana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tutakavyoona huko mbele. Lakini kuna baadhi ya masala ambayo huwa yanaingia hapo ikahitajika gharama. Kwa mfano sasa, mtu anaweza akahitaji mchanganyiko wa mafuta, akahitaji mchanganyiko wa buhuri, kukahitajika baadhi ya vitu ambavyo vinahitaji pesa, na ndio maana tunaona leo kuna maduka ya dawa za kisunna. Ina maana wale wanafanya biashara, na kweli dawa hizi zina msaada sana kuwasaidia watu wenye matatizo mbalimbali. Kwa mfano, dawa moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema habatu saudaa shifau likulli da'i, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hii habatu saudaa ni dawa hii ya kisunna, ni ponyo la kila mgonjwa. Huwezi dukani ukaenda ukapewa habatu saudaa bure, utatoa pesa. Sasa kukiingia mambo ambayo yanahitaji dawa, italazimika sasa kwako wewe mwenye tatizo uweze kugharamika. Imma katika suala la kusomewa visomo vya ruqya, ni vizuri kabisa kufanya kwa misingi ya da'wa, kuwalingania watu ili waweze kuipenda dini ya Kiislamu, washikamane na taa, na wale ambao hawako ndani ya Uislamu wavutike ili waweze kuingia katika Uislamu. Kituo chako cha Abu Jadawi Islamic Dua Center kimefanya juhudi za makusudi kuweka eneo rasmi kwa ajili ya kuwasomea watu visomo vya ruqya bure, na wakati mwingine hufikia hadi ya kuwapa dawa bure, na walillahi alhamdu wengi wanaodumu katika visomo hivyo wanafanikiwa. Kwanza wanajinasua kutoka katika dimbwi la matatizo, lakini wengi wao hivi sasa tunavyozungumza wameyaweka mambo yao kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Kituo hiki kinapatikana jijini Mwanza, mjini kati, mtaa wa Unguja, maeneo ya Mbugani, soko jipya au lilipohamia soko kuu, kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Zinafanyika dua za bure kila siku ya Ijumaa jioni, Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi. Tunafanya visomo vya ruqya, dua ambazo ni maathurati ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ambazo zimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pasina ushirikina, na watu wanafurika kama mnavyoona katika YouTube zetu, na wengi wanafanikiwa biidhnillahil karim. Hivi ndivyo ambavyo inatakiwa. Ila kwa wale ambao wanahitaji kuonana na sisi private, kama kutahitajika sasa dawa, itabidi lazima ugharamike, kwa sababu huwezi kwenda katika duka la aina yoyote ukapewa dawa bure. Hapo sasa kutaingia gharama. Haitofautiani sana na hospitali zetu hizi za kiserikali. Ukienda, pamoja na kwamba huduma wanatamani waitoe bure, lakini kuna baadhi ya maeneo lazima uchangie gharama. Hii ni part 1. Ni sehemu ya kwanza, namna ambavyo soko la waganga wa kishirikina lilivyoporomoka kwa ujio wa hizi tiba za kisunna na visomo vya ruqya. Tukutane katika sehemu ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia. Wallahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.